شملنا، أنت هدية من الله لنا، بعد انتظارنا لك طول السنة، فيك السرور والهنا، حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Masjid Firdaus Online TV. Tuko hapa leo Ijumaa ya tarehe 6 ya mwezi wa 6 2025. Sababu kabisa kwa wale ambao wanafuata muandamo wa Saudi Arabia ni mwezi 10 Dhulhijja mwaka 1446 Hijria. Kwa wale ambao hapa Tanzania na wanafuata kalenda yetu hapa Tanzania, basi leo ni mwezi 9 Dhulhijja 1446. Ikiwa ni mwezi 10, basi kuna baadhi ya watu hapa, baadhi ya waumini mbalimbali wa dini ya Kiislamu leo hii wameungana na waumini na mahujaji ambao wako katika mji mtukufu wa Maka katika kutekeleza ile jukumu lao katika kutekeleza ibada ya hija, ambapo siku ya jana walisimama kisimamo cha Arafa pale, na majira ya jioni kabisa jana walitoka katika viwanja vya Arafa kuelekea Muzdalifa. Walifika katika viwanja hivyo Muzdalifa na wakalala pale katika viwanja ambavyo hapana jengo, hapana nyumba, hapana hata vitanda. Walilala pale chini katika mchanga na machangarawe hadi majira ya alfajiri leo waliswali swala pale katika viwanja hivyo vya Muzdalifa. Mara baadaye kidogo watakuwa ni wenye kutoka katika viwanja hivyo vya Muzdalifa na kuelekea katika viwanja vya Mina. Hapa Mina watakuwa kuna mambo kadhaa watafanya, kwa sababu leo mahujaji wetu ni siku ambayo watafanya mambo mengi sana kwa wakati mmoja. Katika siku yenye kuchosha, basi leo ni miongoni mwa siku hizo, kwa sababu leo kuna mambo kadhaa. Kuna hiyo safari ya kutoka katika viwanja vya Muzdalifa kuja Mina, lakini baadaye sasa baada ya kufika hapo Mina watanyoa nywele kwa wanaume ama kupunguza kwa wanawake watapunguza. Lakini mara baada ya hapo kuna jambo la kwenda Jamarat al-Aqaba pale, wataenda kurusha mawe mara 7, na katika kila mara basi huku ukifuatiwa na takbira kama ambazo huko msikitini tutazisikia muda si mrefu kutoka sasa. Mara baada ya hapo basi wataenda kufanya katika tawafu ile ya hija, na hapo itakuwa yale mambo yote ambayo yamewaharamikia wao kuyafanya basi atakuwa sasa yameondoka, isipokuwa ile kukutana na wake zao. Baadaye watarudi tena katika viwanja vya Mina, watapumzika pale Mina kuomba dua mbalimbali ili Allah atakabalie ibada yao na mambo mengine. Watatue shida zao kwa dua mbalimbali ambazo zitakuwa wakizifanya pale katika viwanja vya Mina, na watalala pale siku 2 kwa wale ambao watakuwa na haraka ya kurudi huku Tanzania, na kwa wale ambao watakuwa basi hawana haraka ya kurudi basi watachukua siku 3 na siku kadhaa, na baadaye kwenda kufanya ziara katika maeneo mbalimbali ya kihistoria. Basi bila kupoteza muda sasa, baada ya kusema maneno hayo mengi, ni kurudisha sasa ndani huku msikitini ukaweze kujionea nini kinachoendelea. Lakini baadaye kabisa, baada ya ibada hii ya hutuba pamoja na swala yake ya Idi, basi kitachofuata hapo itakuwa ni ule muda wa kuzungumza na waumini mbalimbali ambao wamejitokeza kwa wingi katika kuja katika ibada hii ya leo ya hutuba pamoja na swala ya Eid al-Hajj. Hapo msikitini kwetu watakuja kutuelezea basi zile faida mbalimbali ambazo wamezipata. Basi usiwe mbali, nikurudishe msikitini ukajionee mambo yanayoendelea, lakini baadaye nikurudishe tena hapa kuja kuzungumza na watu hao mbalimbali kama hapo ambao nimeshakujuza hapo awali. Asante sana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ndugu Waislamu, mpaka sasa tupo nje ya muda wote kuanzia sasa tutasimamisha swala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلاة جامعة صلاة جامعة. استووا واعتدلوا وتراصوا وتقاربوا ولا تختلف فتختلف قلوبكم. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حاميا تسقى من عين آنيا ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعا وأكواب موضوعا ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل في الأعياد بهجة وسرورا وشرع الذكر والتكبير وجعل النهر طاعة وأجورا وقرورا. الحمد لله على نعم تتوالى وأيام تتجمل بالعطاء والوفاء والجمال. الحمد لله ما وقف الحجاج على عرفات وما سعوا بين الصفا والمروات
وما كبر مكبر في منى وما رمى جمراتها الموحدون الآبات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت القلوب إذا زلت وتنير الطريق إذا ضلت واشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم خلق الله وأطهرهم سلوكا وقولا وفعولا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فهي المنجاة يوم الشدائد والعدة في ظلمة القبور، هي النور في القلب والزاد في السفر، هي السبيل السعداء ودرب الأولياء وعهد الأنبياء، كما قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، هذا يوم عظيم وموسم كريم ويوم تذبح فيه القرابين قربا إلى رب العالمين، ويحيى فيه سنة الخليل إبراهيم الذي قال لربه: أسلمت لرب العالمين، فكان من المخلصين. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل الشيكا فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. Baada ya kumshukuru Allah jalla fi'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tupo katika siku adhimu, siku ambayo Nabii Ibrahimu alayhi salatu wassalam alitaka kumchinja mwanawe, ikawa mbadala wake ikawa ni kuchinja mnyama badala ya mnyama. Kwa hivyo siku ya leo tunaadhimisha sunna ya Nabii Ibrahimu alayhi salatu wassalam, ambayo ni kuchinja, ambayo ni bora na ni muhimu watu kuchinja katika siku hii ya leo, watakaweza kuchinja ngamia au ng'ombe au kondoo au mbuzi. Lakini siku ya leo kadijitama alakum idani, zimekutana idi mbili: Idul Jumaa, idi ya Ijumaa ambayo ni idi ya wiki, wa Idul Adha. Na zinapokutana idi mbili hizi, kwa mwenye kutaka kuisubiri aljumaa aje kuswali aljumaa anaweza akasubiri, lakini atakayeona ya kwamba sitopata nafasi au sitoweza kwenda unapumzika, pia ruksa ipo. Swala ya aljumaa inabaki ni sunna kwa mtu ambaye kwamba imekutana siku ya aljumaa na idi, na yeye akawa ameidiriki swala ya al-Eid. Kwa hivyo kama umeswali idi, basi swala ya Ijumaa inabaki kuwa ni sunna, sio faradhi. Na wanawachuoni wamekhtalifiana. Wapo walioona ya kwamba sio swala ya Ijumaa tu ya kwamba imebaki ni sunna, kwa maana hata na adhuhuri sio lazima kwako. Wako wanawachuoni waliopita hivyo, lakini wengi min ahli sunna wal jamaa, wakiwemo lujnatu daima, wamesema kwamba ruksa uliopata ni kwamba Ijumaa unaweza usiswali, lakini ni vema ukaswali swala ya dhuhuri. Lakini wapo waliopita kwamba dhuhuri kama ilivyokuwa kwamba swala ya Ijumaa si imeua dhuhuri haiswaliwi. Kwa
Kwa hiyo na wao wakachukulia kwamba swala ya Idi umeipata, dhuhuri imekufa na Ijumaa imekufa. Lakini kauli ambayo mimi naiona ni rajih ni kwamba Ijumaa inabaki kuwa ni sunna, lakini kama hujaiswali Ijumaa itabidi uswali adhuhur. Na haya si maneno yangu, bali ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kadhalika maneno ya makhalifatu rashidin, kama alivyopokea Imam Bukhari rahimahullah an Abi Ubaid qala shahidtu ma Uthman ibn Affan. Siku moja alishuhudia, alikuwa pamoja na Uthman ibn Affan. Fakana dhalika al-yawm al-jum'a, ilikuwa ni siku ya al-jum'a. Fasalla qabla al-khutbah, kasali kabla ya khutba kama tulivyofanya. Thumma khataba faqala, kisha akakhutubia akasema, ayuha nas, enyi watu, inna hadha yawmun qad ijtama lakum fi idani, hakika siku ya leo imekutana idi mbili. Faman ahabba yantadhira aljuma, anayetaka kusubiri aljuma anaweza kusubiri. Min ahli alawali, katika watu wa awali, ni kijiji au kitongoji kule Madina, faliyantadhira, aweza kusubiri. Waman ahabba yarjia, atakayetaka aondoke moja kwa moja asije kuswali aljuma, fakad adhintu la, basi nimempa ruhusa hiyo. Rawahu al-Bukhari. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala qad ijtama fi yawmikum hadha idan. Mtume sallallahu anasema imekutana kwenu nyie siku ya leo idi mbili. Faman shaa ajizahu min aljumaa, atakayetaka anaweza akawa imemtosheleza hiyo kutokana na kuswali aljumaa. Wa inna mujammi'un, lakini sisi tutaswali aljumaa, kwa maana swala la imamu na khatibu Ijumaa msikitini inatakiwa iswaliwe, ili kwa yule ambaye hakuhudhuria swala ya Idi aweze kuja kupata ibada. Ama watu wengine baki ambao wameswali swala ya Idi inabaki kuwa ni sunna. Anayetaka atakuja kuswali aljumaa, asiyetaka anaweza kupumzika. Hadithi hii ameipokea Ibn Majah. Lakini katika siku hii ya leo, siku ambayo ndio tumeambiwa tunahuisha sunna ya Nabii Ibrahim, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa anittabi millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin, fata mila ya Nabii Ibrahim, ambao ndio huu Uislamu tulioko nao. Kuna watu wengine wamehuisha sunna zao haswa katika mwezi huu wa Dhulhijja. Miongoni mwa sunna zilizozushwa, ibada zilizozushwa katika mwezi huu ni kuihusisha mwezi wa Dhulhijja kwa kwenda makaburini, kufagia makaburi au kuyalimia, ukaiweka ya kwamba ni sharti na ni haswa kwa mwezi huu. Huwezi kufanya muda mwingine isipokuwa ni haswa kwa mwezi huu. Hii ni ibada mpya tuliozusha zama hizi. Lakini pia miongoni mwa yaliyozushwa pia ni watu wanapoenda kule, hata dua wengine hawaombi, anaishia kulimia kaburi, khalas wanaondoka. Lakini wengine ndio muda kama kaburi lilikuwa halijajengewa linajengewa, lilikuwa halijaandikwa jina ya kwamba huyu ni nani, amefariki lini, amezikwa lini, inaandikwa. Nini anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama an Jabir, kutoka kwa Jabir katika hadithi ambayo ameipokea Ahmad, qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama an yujassasa alqabru. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuipiga plasta, kuweka marumaru, kuipendezesha kaburi umeijengea. Wa ayukada alaihi, na kukaa katika kaburi. Wa ayubna alaihi, na kuijengea hiyo kaburi. Mtume SAW amekataza. Lakini pia riwaya nyingine, wa ayuktaba alaihi, na kuandika. Pamoja kwamba baadhi ya wanawachuoni wameeleza ya kwamba kama sababu yenyewe kuandika tu ni ilimradi kama wataka kuja kuzuru kaburi uweze kulijua,
umeweka alama yako ukaandika je. Wapo waliosema kakadni Uthaymeen kwamba yajuzu, lakini kama ndio unaandika jina, amefariki muda kadhaa, siku kadhaa, amezikwa siku kadhaa, iwe ndio muda watu waje kufanya ibada, fahadha haramun, jambo hili linabaki kuwa ni haramu. Na jambo hili Sayyiduna Ali alimwambia Abu Hayyaj. Abu Hayyaj anasema qala li Ali radhiyallahu anhu ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kutuma kwa yale aliyonituma Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alla tada qabran mushrifan illa sawaita, usiache kaburi lililonyanyuliwa isipokuwa umelisawazisha. Wala timthalan illa tamasta, wala sanamu lolote isipokuwa umelivunja vunja. Hadithi imepokea Ahmad na ni sahihi ala sharti shaykhain. Kwa hivyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umetahadharisha, na watu wameiweka siku hii ndio siku ya kuwarehemu walioondoka. Lakini tuangalie kwamba namna gani alifariki Mtume sallallahu alayhi wasallam na aliishi vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hal nahnu atqa min rasulillah au a'la min rasulillah, hivi sisi tumeshakuwa wacha Mungu zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, au tumekuwa ni wasomi kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume sallallahu alayhi wasallama muda wake wote ambao ameishi katika dunia hii alipata mitihani mingi. Alifiwa na wanaye karibia wote, watoto wa kiume wote walikufa, mpaka Ibrahimu afa yupo katika mikono yake. Mtume analia, machozi yanamchirizika. Abdurrahman bin Auf, ma hadha ya Rasulullah, tumenalia. Mtume anaambia hii ni huruma Allah amejalia kwa waja wake. Moyo unahuzunika na jicho linatoa chozi, lakini hatuzungumzi isipokuwa lile analoliridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafiwa na mabinti zake wote illa Fatima, isipokuwa Fatima binti Rasulillah. Naye baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa miezi 6, naye akamfuata baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini alifiwa na mke wake kipenzi ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpenda, na kufa kwake na mwaka huu alikufa Abu Talib, ukaitwa ni mwaka wa huzuni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wote hao ambao Mtume alikuwa na mapenzi nao, alikuwa hata akichinja mnyama achukua sadaka anawapelekea marafiki zake Khadija. Lakini alivyofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuambia jamani leo ndio 3 ya Bi Khadija, embu tumrehemu tufanye 3 ya Bi Khadija. Hakuwahi kufanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilipofika 40 Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kuambia maswahaba leo ni 40 ya Khadija. Hakuwahi, pamoja na mapenzi aliyokuwa anampenda Bi Khadija. Ilipopita hauli, kwa maana imepindukia mwaka, hakuweka kwamba ni utaratibu wa kila mwaka kufikia siku aliyofariki Bi Khadija kwamba awe ndiye anafanya khitima ile kuweza kumwombea. Hakufanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala ilivyofikia mfungo 3 kama huu, hakujalia ya kwamba ndio muda wa kwenda kuomba, kuwakusanyisha masahaba kwamba jamani twende tukaombe. Tuyache hayo. Wanae wote pia hakufanya hivyo. Amefiwa na masahaba zake ka Jaafar, kama Hamza, ndugu zake hao. Hakuwahi Mtume sallallahu alayhi wasallam wala usiku moja. Isitoshe hivyo, amefariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna sahaba hata mmoja aliyethubutu kusema jamani leo ni 3 ya Mtume, leo ni 40 yake, leo ni mfungo 3. Hawakufanya hivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, sisi ambao tumeuhusisha mwezi huu
kwamba ndio mwezi wa kuyafanya haya, twajengea makaburi, twaweka kwamba ni sheria kwamba lazima twende makaburini, twende tukajengee, tukayalimie. Je, tumekuwa ni wasomi zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au wacha Mungu kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kama hatupo katika vitu viwili hivi, basi tutakuwa tumezusha uzushi mbaya katika dini ambao hautakiwi kutekelezwa uzushi kama huu. Na ndio maana imamu wetu Imam Shafi rahimahullah asema hata ile Qur'ani anayosomewa maiti ile, watu wanaofanya mzaha, zinaletwa juzuu 30 zilizogawanywa, watu wanagawanyana, kisha mtu anasoma robo ukurasa, alafu mtu anapiga kofi, tayari wanabadilishana, wanasoma tena kidogo, tayari wanasema tumesoma Qur'ani khitima 3. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu naomba ujalie fidalahu minan nari wa fitalahu minan nar. Sasa Imam Shafi anasema Qur'ani hii anayosomewa haimfikii, wa alaysa lilinsanu illa ma saa. Kwa tukijiona tunavyosema sisi ni Shafi, tujue kwamba katika hili Imam Shafi rahimahullah amelipinga na amesema Qur'ani haimfikii. Hatukatai, wapo waliosema kwamba inamfikia, Ibn Taymiyyah wapo, lakini pamoja na hoja walizozitoa, je, wamekuwa ni wajuzi kuliko mtume aliyeacha maswahaba ambao hawakufanya? Leo hii wewe uilinganishe ya kwamba si sadakatul jariya inaruhusiwa, kumfungia marehemu wako sinaruhusiwa, hii si ibada tubadania? Kama ni ibada tubadania, na hii kwani nikisoma Qur'ani nikaijalia kwamba imwendee hapa, si inaenda? Amefanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni mambo ambayo watu wamezusha katika zama hizi na ambayo yanahitajika tutahadhari nayo, tujue ya kwamba kila tunalofanya tutakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii watu wanajengea makaburi ambalo ni jambo ambalo limeharamishwa shar'an, lakini si haramu watu kwenda kuyazuru makaburi. Mtume sallallahu anasema kuntu nahaitukum ani ziyarati al-qubur, nilikuwa nimekukatazeni kuyazuru makaburi, ala fazurua, sasa hivi ruhusa, nendeni mkayazuru. Hadithi nyingine inasema yazuruni makaburi, kwani katika kuyazuru makaburi mnajikumbusha juu ya umauti. Wala mtu asije akadhani ya kwamba kumeharamishwa watu kuwaombea dua marehemu, bali ni katika jambo ambalo aliyeondoka hakuna anachotaraji kukipata isipokuwa chakula chake ni dua. Sasa kama wewe unampenda mzazi wako, utamuombea mfungo 3 mpaka mfungo 3, ina maana muda wote ana njaa hali. Angelikuwa yuko hai ungempa chakula mfungo 3 hadi mfungo 3, 40 hadi 40, si ungempa kila siku? Kwa nini usimwombee dua kila siku? Katika jambo anallohitaji walioondoka ndugu zetu ni kuwaombea dua, na hakuna asiyejua kuomba dua, bali kuna watu hawajitambui kwamba wanajua kuomba dua. Kwani ukiomba kwa Kiswahili au kwa lugha yako wewe ya kabila lako, kwani Allah hasikii? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala kama vile unavyokumbuka kujiombea wewe mara 3 au mara 4 au mara 5 kwa siku, basi hakikisha na yeye unamuombea kila siku, na wala usijalie ni siku maalum ambayo uwaite watu na ng'ombe hapo achinjwe, watu wapate pilau na biriani, kwani hiyo dua bila biriani haifiki. Na kama utaiandaa na ukawatangazia jamani hakuna chochote, njoni tu tuombe, hakuna atakayekuja, kwa sababu wewe uliandaa, wanaokuja wanajua tunakuja kula. Alafu wewe pale hauko bize na dua, wewe uko bize na wali kule na pilau. Leta mweupe, leta pilau, hauko bize na dua. Uliowaita wao hawajaja kwa ajili ya dua, wamekuja kwa ajili ya nini? Chakula. Wa innamal a'malu binniya, na hakika ya amali zinalipwa kwa nia.
Sheikh, umekuja umeniita, mimi nimekuja, najua pale nitaenda kula na nitapata bahasha. Nimekaa pale, mimi nafanya kazi pale nilipwe. Sasa italipaje thawabu wakati namal a'malu binia? Mimi nilichokuja, nimekuja nisome, nipate chakula na pesa. Kwa hivyo unakuta ya kwamba umepoteza pesa zako bure. Ulichokusudia kwamba kimfikie marehemu kinakuwa hakijamfikia. Kwa hiyo hii ni uzushi ambao umezushwa katika zama hizi. Ukihitaji kumwombea dua marehemu wako, fanya muda wowote pasi na kutengea muda maalum, siku maalum. Tena katika mambo ambayo yanayopendeza, hata kama unamwombea dua, siku zingine nenda ukamzuru pale, tena unamsalimia assalamu alaikum dara qaumi minal mu'minin wa inna inshallah bikum lahikum, na assalamu alaikum ala diyari minal mu'minin wal mu'minat wa inna inshallah bikum lahikum yaghfirullahu lakum ila akhiri ad-du'a. Unawasalimia, umeshindwa basi hata assalamu alaikum, alafu nyosha mikono, muombe Allah kwa dua unayoijua kwa lugha yako. Dua hii inaenda moja kwa moja, haihitaji shehe, haimuhitaji nani. Na huyu ndio waladun salihu yad'ula, mtoto mwema mwenye kumwombea dua mzazi, sio mtoto atakayeita watu mashehe waje kumwombea dua useme we mtoto mwema. Ni mtoto mwema ambaye amuombea dua mzazi wake. Kwa hiyo tusiye tukatoka hapa tukawa tumejiandaa kwamba twende kule makaburini tukalimie tukafanye nini. Kama waenda kusafisha tu mazingira si vibaya, lakini usitengee muda maalum na utaratibu maalum ambao lazima kila mwaka ufuatwe. Hapo itakuwa ni ibada ushajitengenezea. Lakini kama waenda kuweka mazingira safi, ukawasalimia, ukawaombea dua, hili ni jambo halina ubaya wote. Kwa hivyo tunapohuisha sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, tusianzishe sunna, tusianzishe ibada zisizokuwepo. Tujue ya kwamba tutakuwa ni wenye kupata madhambi makubwa. Siku ya leo ni siku ya kwenda kuchinja. Kwa hivyo kwa kila ambaye ameozeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ajitahidi kwamba awe ni mwenye kuchinja wanyama. Umeshindwa leo, hata kesho, masiku haya matatu kuanzia leo unaweza ukachinja. Lakini mnyama aliyekuwa bora kati ya mbuzi na kondoo ni kondoo. Mtume alichinja kondoo, sio mbuzi. Mbuzi ni chaguo la mwisho, unless iwe labda watu wa nyumbani kwako hawali kondoo au wana allergy, hapo ndio utaenda kwenye mbuzi. Lakini mnyama bora wa kuchinjwa ni kondoo. Na hapo ndina hata Nabii Ibrahim alichinja kondoo, ikawa ni mbadala wa Ismail. Kwa hivyo na sisi tuelekee katika kutekeleza ibada hii. Na khairal kalami ma qalla wa dalla, bora wa maneno yawe machache yenye kueleweka. Muda huu si wa kurefusha kwa sababu kuna ibada zingine ziko mbele yetu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma jalla wala hadha al-yawm salaha wa usatuhu falaha wa akhirahu najaha. Nas'aluka darajati al-ula min al-jannati amin. Allahumma in kana rizquna fi as-samai fahbitu wa in kana fil ardi fadhhiru wa in kana ba'idan faqarribu wa in kana qalilan fakaththirhu wa barik Allahumma fi. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Nas'alullaha al-azima an yahfazana wa an yatuba alayna wa an yudkhilana al-jannata ma'al abrar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadhirina, hatuna zaidi, tuombe Mwenyezi Mungu atupe taufiki na watakaochinja wasaidie ndugu zao ambao hawana uwezo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala aidina. عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام
Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ambavyo nilikupa habari hapo awali kwamba tunaenda katika ibada hii ya swala ya Idi pamoja na hutuba, na sasa tumemaliza hapa, labda nifanye mazungumzo na watu wawili watatu ili niweze kujua nini wamefaidika katika kipindi hichi cha Dhulhijja. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina na unapotokea? Naitwa Hashim Mbungu, natokea hapa Pamoja. Naam, katika kipindi hichi cha Dhulhijja labda ulifanikiwa, kuna mambo mengi sana tulifahamishwa kwamba ni wajibu kwetu au ni sunna kuyafanya kama vile funga, kuna masuala ya kuchinja ndani yake. Je, wewe umejipangaje katika hili? Inshallah Mwenyezi Mungu amenijalia kufunga, nimefunga na familia yangu, na hapa niko na familia yangu, nikuja na watoto wangu watano, na nimefanikiwa kupata kichinjo cha mbuzi, kutoka hapa naenda kuchinja inshallah. Na kipi labda umejifunza au umekipata kama ni faida katika hotuba ya leo? Nimejifunza mengi sana nimejifunza, lakini kwamba nimejifunza tupate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, atuagiza tusizushe mambo ambayo kwenye dini ya kuwepo au madhhabu na Mtume hayakufanya inshallah. Haya, lakini kuna kitu kimoja hapa Mwembe Mdogo na hapa ni vijiji vile tofauti, labda kitu gani ambacho kinakuvutia kuja katika msikiti wetu huu? Miaka yote huwa mimi naswali hapa, kwa hiyo kila Idi iwe ya fitri iwe ya Dhulhijja huwa naswali hapa. Naam. Mwisho kabisa, labda una ujumbe gani kwa Waislamu? Napenda kuwahusia Waislamu wote tufuate yale Mwenyezi Mungu alituamrisha na mtume wake aliotuagiza, tusizushe maneno ambayo sio kuwepo katika dini inshallah. Shukrani sana, basi Eid Mubarak. Kwa majina naitwa Mursa Jomari. Natokea maeneo ya Cheka. Kuzungumza masuala mbalimbali kuhusiana na masuala haya ya Eid hii ya kuchinja, labda wewe umefaidika na nini katika hotuba yake leo? Nimefaidika na mengi sana. Mojawapo ni ile swala la kuchinja, nyingine na haya masuala ya watu kuzuru makaburi. Kwa hiyo ni mengi sana, lakini alhamdulillah nimefaidika na mengi sana. Bila shaka katika masiku 10 haya ukienda katika hutuba za misikiti au katika madarasa mbalimbali walibadilisha pengine vipindi vyao vya hutuba zao na mada zao na madarasa yao, wakabadilisha na kueletea umuhimu mkubwa sana katika swala zima la faida la mwezi huu wa Dhulhijja. Labda wewe ulifaidika na kitu gani katika darasa hizo? Hutuba nyingi zilikuwa zinahusiana na masuala ya watu kwenda hija na masuala ya umra, lakini pia walisisitiza sana masuala ya kuchinja, lakini pia na kufanya khairati nyingi sana pamoja na kufunga katika masiku haya 10. Kwa hiyo ni mambo makubwa niliyofaidika nayo katika madrasa katika hotuba mbalimbali ambazo tunasikia misikiti mbalimbali. Sawa kabisa. Hii ni Eid ya kuchinja, labda mjipangaje kwa upande wako? Inshallah naenda kuchinja. Naenda kuchinja na mbuzi ninunua, inshallah naenda kuchinja. Karibuni sana. Nikutakie Eid njema. Amina, amina pia. Ahmad Omar. Kutokea maeneo ya Cheka. Katika hotuba ya leo umejifunza nini? Katika hotuba ya leo nashukuru alhamdulillah, khatibu ametuambia kwamba tuache kuzusha ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzizusha wala hakuzifanya. Haya, katika kipindi hichi cha Dhulhijja muda si mrefu sana tumezungumzia masuala mengi sana katika siku kama 10 hivi zilizopita. Tulikuwa tunazungumzia masuala ya hija, masuala ya kuchinja. Haya, labda mjipangaje katika upande wako? Alhamdulillah, kwa mimi kwa mwezi huu Allah tabaraka taala kwa kila alichojalia kukifanya inshallah nitaweza kukifanya. Labda mwisho kabisa unaambia nini waumini? Waumini ambao wanatuangalia kwa sasa hivi, ninachowashauri au ninachowataka maana yake wajiandae kila mwaka waweze kutekeleza ibada hii ya chinja. Basi nikutakie Eid Mubarak. Alhamdulillah, mimi wa mimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina matatu naitwa Mudhakir Hamza Hatibu. Nimekuja leo katika msikiti wetu wa Firdausi. Nimepata hotuba, nimejifunza kuwa tusiyajengee makaburi yetu na kuyapamba kwa sababu Mtume hajatuelekeza hivyo. Asanteni. Asante sana. Na hapa tuna mwanafunzi mwingine naye kutoka Darul Arkam, naye atakuja atatuwakilishia kile ambacho amejifunza nacho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Majina matatu naitwa Imran Said Haji Saleh. Katika hotuba yetu ya leo katika Masjidi Firdaus tumejifunza kwamba tunatakiwa tusipame makaburi yetu na tusiharemberembe. Billahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina matatu naitwa Ali Salum Ali.
mwanafunzi wa Darul Arkam Senior 4. Kwa hotuba leo nimejifunza kwamba tuwasaidie watu ambao hawajiwezi katika kuchinja, ili tuwe nao pamoja na katika kuwasaidia. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Saidi Zidini Ali, mwanafunzi wa Darul Arkam kidato cha 4. Kwa hotuba ya leo nimejifunza kuwa tuwasaidie wale ambao hawana uwezo wa kuchinja. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama ambavyo nilikwambia hapo awali, mwanzo kabisa tunaanza kipindi hichi, lakini tukaja tukapata hotuba, tukapata swala na hotuba yake ya Idi hii ya mwaka huu tumemaliza hivyo mwaka 1446. Mwisho kabisa tukafanya mahojiano na watu mbalimbali, pia tumpata kuhojiana na wanafunzi. Lakini sasa kufikia hapa ndio tunafikia mwisho wa kipindi chetu hichi, na mwisho wa kipindi hichi maana yake ni kuendeleza vipindi vingine. Kesho nayo pia itaswaliwa swala ya Idi, pia tutakuwa na kipindi mfano wa hichi. Na mwisho kabisa ni kuombe kwamba usisahau kulike, comment, pia kusubscribe channel yetu hii ili kujipatia darasa mbalimbali, maudhui mbalimbali za dini ya Kiislamu ambazo tutakujia kupitia channel yetu hii. YouTube unapata kwa jina la Masjid Firdaus Online TV. Vile vile kuna channel yetu ya TikTok pia unatupata Masjid Firdaus Online TV, na ukurasa wetu wa Facebook Masjid Firdaus Online TV, vile vile ukurasa wetu wa Instagram Masjid Firdaus Online TV. Asanteni sana, karibuni sana katika channel yetu.